Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Dennis Mrema, ni mwezeshaji wa kipindi cha historia ya kanisa kinachokujia kutoka katika chama cha utume wanataaluma Katoliki Tanzania, yani CPT, wanaita Christian Professionals of Tanzania. Katika siku ya leo tuna mada moja inayohusu upapa. Basi kwa vijana wengi wameomba tuzungumzie mfumo wa upapa ulio ndani ya kanisa Katoliki, ni kwa namna gani mfumo huu upo, unafanyaje kazi, na kwa namna pekee historia yake toka kanisa la mwanzo, toka karne ya kwanza mpaka karne ya sasa, mfumo huu unaendaje. Kwa ufupi kabisa, upapa ni mfumo wa juu wa uongozi ulioko ndani ya kanisa Katoliki. Naweza kusema ni taasisi ya juu ya uongozi, the purpose, iliyoko ndani ya kanisa Katoliki, ambapo kiongozi huyo mkuu anaitwa papa. Wengi wanafahamu kama papa au pope, ambaye ni kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni. Sasa katika muktadha huo au katika mantiki hiyo, papa ndiye kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki, na papa ni askofu wa Roma. Ili naomba lifahamike wazi kwamba papa sio papa tu, kwamba katika ile sakramenti ya daraja takatifu hatuna daraja ya upapa. Papa ni askofu. Papa ni askofu wa Roma ambaye ni kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki. Na tunapozungumzia kwamba papa ni askofu wa Roma, tunamaanisha kwamba anapokea daraja ile ya juu ya uaskofu, na anakuwa anafanya majukumu yake kama kiongozi wa kanisa Katoliki, kama mrithi wa Mtume Petro, na katika hayo yote ni askofu mkuu wa Roma. Na daima ifahamike kwamba watu wengi wanafahamu kwamba kanisa kuu la papa, kama tunavyofahamu kwa hapa Dar es Salaam, kanisa kuu la askofu mkuu la St. Joseph kama kanisa kuu la askofu. Lakini kwa upande wa Roma au upande wa Vatican, kama papa ambaye nimewaambia mwanzo ni askofu wa Roma, kanisa kuu la papa sio la Mtakatifu Petro kama wengi wanavyodhani. Kanisa kuu la Roma na papa ambaye ndio askofu mkuu wa Roma ni kanisa lile la Mtakatifu Yohane Laterano. Ili naomba lifahamike, ni kanisa kuu la papa. Ile kanisa la Mtakatifu Petro ni kanisa la hija, na ambapo Mtume Petro amezikwa chini yake. Lakini kanisa la kwanza kabisa ambalo ni kanisa la papa, ambapo kiti chake, ile kathedra ya papa kama askofu, inapatikana katika kanisa lile la Mtakatifu Yohane Laterano. Wakati fulani nimefanikiwa kuona picha ya kanisa hilo, kwa juu ameandikwa maneno ya Kilatini pale: Materi et Capus Omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis, kwamba ni kanisa, mama kanisa na mkuu wa makanisa yote ya mji na nje ya mji. Na kiti cha papa ambaye ndo askofu wa Roma, Epictorius Romae, kinapatikana katika kanisa hilo la Laterano. Hivyo basi, katika msingi na katika utambulisho mfupi, papa ni askofu. Na daima kuna kitu kingine tunachopaswa kukifahamu, kwamba watu wengi wanadhani tunavyosema baba mtakatifu kwa Kiswahili, watu wengi wanasema hakuna mtakatifu duniani, kwa nini mnamuita baba mtakatifu? Sasa kwa lugha ya Kiingereza naweza nikasema imetafsiri vizuri. Kwa nini tunasema baba mtakatifu? Baba mtakatifu tunaisema katika mantiki ifuatayo, kwamba kwa Kiingereza tunasema Holy Father. Ni tofauti mtakatifu kama tunavyofahamu a saint, mtakatifu maana yake inahusisha pia maisha binafsi ya mtu, unasema mtu fulani ni mtakatifu. Lakini kwa papa hatumuiti saint kama tunavyofahamu, ile ni Holy Father. Kumbe papa ni cheo, sio kwamba ni mtu binafsi, haihusiani na maisha ya mtu binafsi au maisha ya kawaida. Ni cheo ambacho kinaitwa Holy Father, na anapokuwa cheo kile, basi anaitwa baba mtakatifu kutokana na kazi yake kubwa alionayo kuliongoza kanisa Katoliki duniani. Zaidi ya yote, tukitambua kwamba papa ndiye mrithi wa Mtume Petro, successor Petri, ni mrithi wa Mtume Petro
ambaye ndiye Baba Mtakatifu wa kwanza, ambaye Kristo mwenyewe ndiye aliyemchagua Petro kama Baba Mtakatifu wa kwanza kuliongoza kanisa kuanzia karne ile ya kwanza, miaka 0 mpaka miaka 100, karne ile ya kwanza. Basi tulianza na Mtume Petro kama Baba Mtakatifu wa kwanza, na naamini katika tunavyoendelea kujifunza zaidi tutakuja kuangalia mpapa wale wa karne ya kwanza, Mtakatifu Petro, kunakuja Mtakatifu Linusi ambaye pia ametajwa katika kitabu kile cha Timotheo, waraka Mtume Paulo kwa Timotheo, waraka wa pili ametajwa pale. Tutakuja Papa Anacletus au wanasema Cletus, then papa mwingine wa mwaka wa karne ya kwanza, Papa Clement wa kwanza. Basi kadiri ya mtiririko wa mafundisho haya na mang'amuzi ya kuangalia katika historia ya kanisa kuhusiana na upapa, basi kwa namna hiyo tutaweza tukapitia tukaona ni kwa namna gani upapa ulikuwa tokea mwanzo wa kanisa, kuanzia ule mwaka wa 30 mpaka kwa sasa tuna mfumo, japo katika kipindi cha mwanzo mfumo wa upapa haukuwa kama wa sasa hivi, lakini chimbuko la upapa tunaoona leo limeanzia mwanzo kabisa wakati wa papa huu. Sasa kama nilivyokwisha kusema, papa ni askofu wa Roma, na askofu wa Roma anafanya majukumu yake kama askofu, anafanya majukumu yake kama mrithi wa Mtume Petro, na anafanya majukumu yake kama kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki. Kuna wakati fulani kijana mmoja aliniuliza kama papa ni askofu, maana yake ni sawa na maaskofu wengine au ana sakramenti ile ya uaskofu, daraja ile la uaskofu analolipewa katika mfululizo zile daraja takatifu, anapewa kwa tofauti. Lakini hapana, papa anapewa daraja ya uaskofu kama ilivyo kwa maaskofu wote, lakini kinachomtofautisha, papa ndiye kiongozi wa maaskofu wote ulimwenguni. Ninyi ni mashahidi kwamba papa ndiye anayeteua maaskofu. Tunamuita the first among equals, kwamba ni wa kwanza katika maaskofu, yani wako sawa lakini the first, kwa sababu yeye ndiye anayeongoza kanisa, yeye ndiye anawateua maaskofu, yeye ndiye anayefanya mafundisho ya kanisa, kuyalinda na masuala mengine. Kuna kitu kimoja kinaitwa ex cathedra. Tunasema bana, papa anapotoa mafundisho juu ya imani au maadili kutoka katika kiti chake akosei, inatokana na ile fundisho la papa, mfano anajua vyema kuhusiana na jambo kama hilo. Kwa hiyo katika hatua za mwanzo upapa ulikuwa haupo kama tunavyofahamu sasa hivi. Upapa ulikuwa tayari ulianza, upapa tunaoona leo umeanza na chimbuko. Ndio maana kuna kitu tunakiita apostolic succession, kwamba urithi wa kitume. Zamani katika karne ya kwanza, baada ya Mtume Petro, baada ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo na kupaa kwake mbinguni, basi wakati wa sherehe ya Pentecost ambapo tunasherehekea sherehe ya kuzaliwa kwa kanisa Katoliki, the birth date ya kanisa Katoliki. Kipindi cha karne ya mwanzo Wakristo walikuwa hawaruhusiwi kusali kama tunavyofahamu leo. Tuna makanisa, tuna nini, walikuwa wanasali kwa siri kutokana na mfumo wa mateso makali yaliokuwa katika mfumo ule wa Kiroma. Kwa baada ya Petro kwenda kule Roma kuhubiri, basi na Roma ilikuwa ina mchango mkubwa. Naamini kadri tunavyoendelea kujifunza historia ya kanisa tutajua kwa nini makao makuu ya kanisa sasa yapo kule Roma na sio labda Yerusalemu. Kwa nini yapo Roma? Tutazidi kufahamu kadiri ya hapo. Kumbe katika kipindi cha nyuma uongozi huu ulikuwa wa mateso. Waumini walikuwa wana uhuru wa kusali. Pia kulikuwa kuna uongozi kama tunavyoona sasa hivi. Tunasikia Roma kuna discussions za maaskofu, mafundisho ya imani na masuala mengine kama hayo. Lakini kipindi cha nyuma kilikuwa kipo. Wakristo wamepitia mateso makubwa. Kwa mfano Mtume Petro yenyewe ambaye ni baba yetu mtakatifu wa kwanza, aliuawa wakati wa utawala ule wa Nero Kaisari. Alimuua, akampiga msalabani, kichwa chini mikono juu. Hakutaka kufa kama kifo alichokufa Yesu, lakini mfumo ule wa uongozi au mfumo wa upapa tunaoona leo basi umeanzia katika misingi hiyo. Sasa bila kupoteza muda, labda tuangalie kwa ufupi kazi za papa. Yaani papa kama askofu mkuu wa Roma anafanyaje kazi zake, au kazi zake kubwa ni nini? Nimeelezea mwanzo kwamba tunavyomuita baba mtakatifu hatumaanishi kwamba utakatifu wa maisha yake. Naamini kadiri tunavyoendelea kusoma kupitia
haya historia za mapapa, tutakutana na mapapa ambao katika labda maisha yao ya kibinadamu walikosea, na antipopes tutawaona, na kuna mapapa wengine ambao waliongoza kanisa katika kipindi cha karne za mwanzo kabisa. Waliongoza kanisa katika hali ambayo labda ilikuwa na mvutano wa kisiasa, wenye nguvu walikuwa wanang'ang'ania kiti hicho. Ni tofauti na sasa hivi makardinali wanaingia conclave kumchagua papa, na kipindi cha nyuma familia ambao au kipindi cha ushurutisho wa Roma, basi papa alikuwa na mtu yote mwenye nguvu alikuwa anaweza kuchukua nafasi hiyo ya upapa. Hasa kazi ya kwanza kabisa ya papa ni mrithi wa mtume Petro. Tunasema successor Petro. Ndiye mrithi wa mtume Petro. Ukisoma Injili ya Mathayo ile sura ya 16 ya 18 na kuendelea, Yesu anampa Petro mamlaka hayo kwamba juu ya mwamba huu. Tukumbuke kwamba Petro alikuwa anaitwa Simon, lakini Yesu alimbatiza jina lingine akamuita Petro, maana yake mwamba. Kwamba juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kwa hiyo kuanzia wakati ule Petro anapokea majukumu ya kuanza kuongoza kanisa. Basi kutokana na historia inavyoanza, basi wanaendelea. Baada ya Petro amekuja Linus, amekuja Anacletus, amekuja kina Clement wa kwanza na mapapa wengine ambao wamefuata. Wanaendeleza, wanafanya successor ya ule mtume Petro. Na ni mojawapo ya tunda moja la kanisa Katoliki ambalo tunalo. Sisi maaskofu wote unaowafahamu au mapapa wote ambao tunawafahamu, hakuna askofu alinyanyuka tu nyumbani asubuhi akaja akasema mimi ni askofu. Kuna processes za mchakato. Lazima kuna aliyempa uaskofu. Wewe aliyempa uaskofu, kuna aliyempa uaskofu. Kwa hiyo tukifuatilia hiyo series tunakuja mpaka kwa Petro. Tunasema successor, urithi wa kimitume. Hakuna mtu ambaye anajipa uaskofu peke yake, hakuna mtu anajipa upadre peke yake. Wanarithi, wanapokea ile apostolic succession ambayo imeanza toka kanisa la mwanzo. Kumbe Baba Mtakatifu kazi yake ya kwanza au utume wake mkubwa ni kuendeleza urithi. Sasa ile katika hali kama ile naamini nimeeleweka. Tutazidi kuja kuiona tunapoanza kuja kupitia ile historia ya mababa watakatifu wa karne ya kwanza, tukiwaelezea kwa ufupi, tunaweza tukajua namna gani. Na ndugu wasikilizaji na watazamaji, kama kutoka kuna maelezo zaidi unahitaji kufahamu, basi tutazidi kufahamishana na kuendelea kuzungumza. Kazi nyingine au utume mwingine wa Baba Mtakatifu ni kulinda na kutoa mafundisho juu ya imani. Tunasema mafundisho, kama tunavyofahamu kanisa lina sosi au tunasema asili kuu ya mafundisho yake, asili tatu. Biblia takatifu, kuna mapokeo matakatifu ya kanisa na mamlaka fundishi au tunaita magisterium, mamlaka fundishi ya kanisa. Sasa papa ni kiongozi ambaye anapaswa kuwa sehemu ya yale mafundisho yanayotolewa na kanisa kuhusiana na imani na maadili. Kama nilivyowaambia, kuna fundisho moja linaitwa papal infallibility, kwamba papa anapokuwa katika kiti chake ex cathedra hakosei anapotoa fundisho juu ya imani na maadili. Hivyo basi papa ana jukumu au utume mkubwa wa kusimamia mafundisho ya kanisa, kutoa mafundisho ya kanisa juu ya imani na maadili na kusimamia umoja wa kanisa. Tukitambua kwamba hii ni kazi nyingine, tukitambua kwamba kanisa Katoliki lipo duniani kote, limeenea kama neno lenyewe Katoliki, it is universal church, ni kanisa la watu wote na mahali pote, limeenea duniani kote na mahali pote. Hivyo papa ana jukumu la kusimamia umoja huu, kuhakikisha kwamba tunaendeleza mambo yote yanayofanyika. Ndio maana papa ndiye ana jukumu la kuwateua maaskofu. Papa ndiye ana jukumu. Nakumbuka tuliwahi kupiga story na askofu mkuu Thaddeus Ruwa'ichi, askofu mkuu wa Jimbo Katoliki la Dar es Salaam. Alinifundisha kitu kimoja, kwamba maaskofu wakuu, unapoteuliwa kuwa askofu mkuu, basi kuna desturi kwamba walikuwa wanaenda kuwekwa wakfu kule Roma. Katika mafundisho hayo, hivyo papa ana jukumu la kuwateua maaskofu.
na kuhakikisha process zote. Ndio maana padre anayeteuliwa kuwa askofu, unasikia barua imetoka Roma kumpitia mwakilishi au balozi wa Baba Mtakatifu ambaye ni nuncio, atakuja ataeleza kwamba Papa amemteua padre fulani kuwa askofu wa jimbo fulani, na Papa ndiye ana jukumu la kuteua jimbo fulani la kuanzishwa. Basi Papa ambaye ni kiongozi mkuu wa Kanisa Katoliki ana jukumu hilo la kusimamia mfumo wa majimbo yote kupitia balozi wa Baba Mtakatifu, kupitia maaskofu, kupitia na mfumo nzima wa uongozi kama ulivyo, ambao daima unakuwa unaruhusu masuala kama hayo. Jambo lingine ni mchungaji mkuu. Tunasema Papa ni mchungaji mkuu, nimeshaizungumza, ni askofu, lakini tunamwangalia kama the first among equal bishops, yani the first one, kutokana na utume wake, kutokana na mfumo wa uongozi kwamba ndiye kiongozi wa juu na masuala mengine ya kama hayo. Pia jambo lingine ifahamike kwamba Papa ni kiongozi wa serikali ya Vatican. Ukiachana na utume wa kiroho ambao nimekwisha waelezeni, basi Papa anachukua majukumu mengine kama kiongozi wa serikali ya Vatican. Yeye ndiye mtu ambaye anatazama taasisi zote za Vatican, anasimamia kama zilivyo nchi nyingine. Hivyo Papa anapotembelea nchi nyingine kwa ziara ya kitume, basi anapokelewa kama kiongozi wa serikali, at the same time anapokelewa kama kiongozi mkuu wa Kanisa Katoliki ulimwenguni. Basi baada ya maelezo hayo mafupi, naamini ndugu wasikilizaji na watazamaji mmepata mwanga kuhusiana na upapa au taasisi ya upapa iliyo ndani ya Kanisa Katoliki. Basi katika kipindi hichi tutajaribu kugawa kwamba tutajaribu kuangalia kwa ufupi mapapa wa karne zote, na sehemu ambapo patahitaji uzito basi tutapaikia uzito. Lakini kwa ufupi kabisa, kwa kumalizia, tutaangalizia kama nilivyowaambia mfumo wa papa sasa hivi ulioko sio kama wa zamani wa karne ya kwanza. Karne ya kwanza ilikuwa ni tayari kuna zile saini za uongozi zilianza kuonekana. Kwa mfano tunaweza kusema labda wakati wa Papa Clement wa kwanza aliandika barua yake ya kwanza, the first epistle of Clement, akiwa anatoa taarifa mwongozo kwa makanisa mengine, ambao ni jambo ambalo linafanyika mpaka leo, kwamba Papa anaweza kaandika barua au kutoa mwongozi katika sehemu nyingine za makanisa. Hivyo basi kwa ufupi, karne ya kwanza tunawaangalia mapapa wakubwa wanne, ambaye ndiye Mtume Petro, ambaye nimekwisha kumuelezea kwamba ndiye papa wa kwanza ambaye Kristo mwenyewe alimpa mamlaka hayo, ambaye ameongoza kuanzia ule mwaka wa 30 baada ya Kristo mpaka mwaka wa 67. Yeye ndiye alianza kuongoza wale mitume, akawa kama ndiye askofu wa kwanza wa Roma. Baada ya kutoka kwenda kufundisha Roma, akawa askofu mkuu wa kwanza wa Roma. Basi katika tamaduni askofu yule akaanza kuonekana ni wa kipekee, kwa sababu tayari watu wameanza kuelewa uhusiano wake uliokuwepo na Kristo mwenyewe kwa kanisa la mwanzo na mambo mengine kama hayo. Baada ya hapo alifuata papa mwingine. Kabla ya huyo papa, labda nikaeleza kwamba wakati wa utawala wa Nero, Petro alifungwa gerezani. Kitabu cha Matendo ya Mitume kinaelezea vema, alifungwa gerezani na mwishowe aliuawa kwa utawala ule wa Nero na Kaisari. Ndiye aliyemuua Mtume Petro, na alimuua kichwa chini miguu juu. Hakutaka kufa kifo alichokufa Bwana wake, yani Bwana wetu Yesu Kristo. Papa aliyefuata baada ya Mtume Petro ni Papa Linus. Naye pia alisaidia katika taratibu, sababu waumini walikuwa hawana hii system ya uongozi kusali kama ilivyo kwa sasa. Taratibu akaanza kulifahamu, kutengeneza, kuhamasisha zile jumuiya, makanisa ya mwanzo na jambo lingine kama. Na Papa Linus ameelezwa katika kitabu cha pili cha waraka Mtume Paulo kwa Timotheo. Ukisoma sura ile ya 4:21 anaelezwa Papa Linus kama baada ya Petro basi alifuata Papa Linus. Then papa tatu wa karne ya kwanza Anacletus, au wengi wanamuita Papa Cletus, naye alifuata, ambaye pia amesaidia katika swala zima la kuendelea kutengeneza uongozi, kuendelea kutengeneza swala zima la Wakristo kuendelea kusali zile jumuiya na mambo mengine kama hayo. Then papa mwingine Papa Clement wa kwanza
huyu ndo baadaye tunasema alianza kutoa mwanga, hata alianza kuandika zile barua. Aliandika the first epistle of Clement, ile barua ya kwanza Clement kwa wale makanisa, akiwaeleza, akiwatia moyo. Basi na katika msingi kama hayo. Basi ndugu wasikilizaji na watazamaji, kwa leo tuishie hapo. Baada ya kupata mwanga kuhusiana na upapa, nimezungumzia kanisa la papa, mambo ya ex cathedra, cathedral ya papa ni nini. Na wengi labda ambao wafahamu, tunaposema cathedral tunamaanisha kwamba kwa mfano kanisa kuu tunasema ni cathedral kwa sababu kuna kiti cha askofu. Cathedra ni neno la Kilatini lenye maanisha the seat, kiti au chair, kiti. Kwa katika kanisa kuu la jimbo kuna kiti cha askofu tunakiita cathedra, ndio kinafanya kanisa hilo linaitwa cathedral. Na masuala mengine kama hayo tumeyagusia, kanisa lile la Yohane Laterano, tumeangalia uhusiano wa papa na mtume Petro, na tumeangazia kazi za papa, na zaidi pia tumeangazia mapapa wa karne ya kwanza. Hivyo katika kipindi kingine tutajaribu kueleza wa ufupi na uelewa, ili kila mtu aweze kuelewa kuhusiana na umuhimu, kazi na historia fupi za hawa mapapa, tukiendelea mpaka tukapokuta papa wa sasa hivi. Jina langu naitwa Dennis Mrema, ndiye mwanzishaji wa kipindi hiki cha historia kanisa kinachokujia kutoka utume wa wanataaluma Katoliki Tanzania, CPT, yani Christian Professionals of Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki.